Hujambo mwanafunzi na karibu katika kipindi hiki. Tutaangalia sifa ya sajili ya magazetini. Na tunaambiwa magazeti ni maandishi ambayo huandikwa ili kutoa habari kwa umma kuhusu jambo fulani au kuhusu matukio yanayotokea. Moja kwa moja tuangalie sifa za sajili ya magazetini. Sifa ya kwanza tunaambiwa kwamba magazeti hutumia lugha ya wakati uliopo. Ina maana kwamba magazeti hayawezi yakatumia lugha ya wakati uliopita au lugha ya wakati ujao kwa sababu waandishi wanataka kuonyesha mambo yanayotokea kwa wakati na kuonyesha ukweli wa habari. Sifa ya pili, hutumia lugha sahili ili iweze kueleweka kwa urahisi na moja kwa moja. Kumbuka, magazeti husomwa na watu mbalimbali walio na viwango tofauti vya elimu. Kuna waliosoma sana na kuna ambao viwango vyao vya elimu viko chini. Kwa hivyo hutumia lugha sahili ili kila mtu aweze kuelewa. Sifa ya tatu tunaambiwa lugha ya chuku hutumika ili kuzipa taarifa uzito zaidi na kuvutia wasomaji, hasa katika vichwa vya habari. Tunasema lugha ya chuku, kutilia mkazo. Na sifa ya 4, kuna matumizi ya sentensi fupi. Sababu ya kutumia sentensi fupi ni ili ujumbe uweze kueleweka moja kwa moja na kwa urahisi. Matumizi ya sentensi fupi fupi. 5, kuna matumizi ya lugha inayovutia ili kuwavutia wasomaji na waweze kununua magazeti. Matumizi ya lugha inayovutia. Sifa ya 6, tunaambiwa kwamba baadhi ya magazeti au baadhi ya makala hushughulikia masuala ya kitaaluma kwa sababu namaanisha nini? Baadhi ya makala hushughulikia masuala ya kitaaluma, hivyo msamiati hulenga mambo mbalimbali ya kitaaluma. Ina maana kwamba unaposoma magazeti kuna wakati ambapo utapata mambo ya kitaaluma yameshughulikiwa pale, na msamiati utakaotumika huwa ni msamiati unaohusiana na taaluma husika. Sifa ya 7, kuna kuchanganya tarakimu na maelezo. Sababu ni hili hutokea katika mada ama vichwa vya habari kwenye magazeti. Wakati mwingine maelezo huchanganywa na tarakimu. Na sifa ya 8, tunaambiwa huchukua mkondo wa ripoti. Taarifa magazetini mara nyingi huripotiwa. Wanahabari huripoti mambo ambayo yameshatokea. Sifa ya 9, kuna matumizi ya usemi halisi. Usemi halisi ina maana kwamba wakati wa kunukuu msemaji moja kwa moja. Tuseme kwa mfano rais alikuwa anatoa hotuba mahali fulani. Kwa hivyo reporter anapoenda kuripoti atatumia usemi halisi wakati ambapo anarejelea maneno ya moja kwa moja yalivyosemwa. 10, kuna matumizi ya msamiati maalum. Msamiati maalum ina maana kutegemea mada inayoshughulikiwa. 11, kuna matumizi ya vifupisho. Vifupisho hutumika katika mazingira ambapo vitaeleweka. Kwa hivyo ina maana kwamba iwapo kifupisho kitatumika ama vifupisho vitatumika na mambo yasieleweke, havitumiki. Vinatumika tu katika mazingira ambamo vitaeleweka na si vifupisho vyote, ni baadhi tu. 12, tunaambiwa vichwa vya mada huwa ni vifupi kwa sababu nafasi magazetini si kubwa. Ukiangalia katika magazeti, katika ukurasa wa mbele, kichwa huwa ni kifupi, si kirefu mno. 13, kuna matumizi ya tamathali ili kueleza jambo kwa ufupi. Kuna matumizi ya tamathali ili kueleza jambo kwa ufupi. Hoja ya 14, tunaambiwa kwamba hutumia wakati usiodhihirika ili kuunda vichwa vya magazeti. Kwa mfano, rais asema. Ukiangalia mfano, rais asema ni wakati usiodhihirika. Haijaonyesha wakati uliopita, uliopo ama ujao. Na hoja ya 15 na ya mwisho tunaambiwa magazeti huzingatia vigezo vya uandishi wa taarifa kama vile nini kinachozungumziwa, wapi, tukio lilitokea wapi, nani alitenda tukio, lilitokea lini, kwa nini na vipi. Huzingatia vigezo vya uandishi kama vile nini, wapi, nani, lini na kwa nini au vipi mambo yalitokea. Kwa hivyo hiyo ndio sajili ya magazetini. Iwapo utapata kifungu, baadaye tutakuja kuangalia mifano
ya vifungu katika sajili. Kwa hivyo kwa sasa tutakomea hapo. Kipindi kingine tutaangalia sajili ya matangazo au sajili ya habari.